Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Yosh Testimony TV. Hiki ni kipindi chako pendwa kinaitwa Wakati na Roho Mtakatifu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupa ya kuwa pamoja tena kwenye kipindi siku ya leo. Ni maombi yangu kwamba maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Maisha yako yatageuzwa na nguvu za Mungu pamoja na neno la Mungu. Na nikiwa ninaamini kwamba hakuna umbali kwenye imani. Kwa hiyo ninaamini popote pale unaponisikia ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, ninaamini neema ya Mungu iko pamoja na wewe kwa ajili ya kukusaidia kuvuka na kwa ajili ya kukusaidia maisha yako kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kichwa cha leo tutajifunza kuhusu uvunaji wa nafsi. Tutajifunza kuhusu uvunaji wa nafsi. Uvunaji wa nafsi ni nini? Uvunaji wa nafsi ni ile hali ya kwenda kuwashuhudia wengine na kuwafanya watu wengine wamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao binafsi. Uvunaji wa nafsi ni ile hali ya kwenda kuwashuhudia wengine na kuwafanya wamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao binafsi. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 16 kuanzia mstari wa 15, kawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Tunaona Yesu alitupa agizo ambalo tunaliita agizo kuu au Great Commission. Hili ni agizo ambalo Yesu aliliachilia kwetu sisi sote ambao tumemwamini, kwetu sisi sote ambao tumempokea, kwetu sisi sote ambao Yesu ni sio tu Mwokozi wa maisha yetu, lakini ni Bwana. Tunaposema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, manake tunaamini ya kwamba ametuokoa, manake tunazungumzia sifa ya Yesu kama Mwokozi. Lakini tunapozungumzia sifa ya Yesu kama Bwana, manake ni kwamba tupo tayari kumtii na kumfuata katika yale yote aliyotuagiza na aliyotuambia tuyafanye. Ndio maana tunasema Bwana na Mwokozi. Tunaposema Mwokozi, tunaamini kwamba yeye ndio ambaye ametuokoa. Tungalikuwa wote wenye dhambi, lakini kwa neema yake alikubali kufa, alikubali kuacha kila kitu chenye thamani mbinguni, akaja duniani ili kutuokoa mimi pamoja na wewe ambaye unanisikiliza. Lakini tunapozungumzia kama Bwana, maana yake ni kwamba baada ya sisi kumpokea na kuupokea ule wokovu, tumehesabiwa dhambi, tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Baada ya hapo sisi tuna wajibu wa kumtii. Hakuna mtu ambaye unaweza ukamuita Bwana wako kwenye mazingira ya kawaida alafu usimtii. Kwa hiyo tunaposema Yesu ni Bwana wetu, maana yake ni kwamba tupo tayari kumtii maelekezo yake na maagizo yake, ambayo maelekezo yake na maagizo yake tunayapata kwenye neno lake. Sasa moja ya agizo ambalo Yesu ametupa, anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo ni agizo kuu, ni agizo ambalo Yesu ameliachia, na hiyo Yesu ameachia kwetu sisi sote. Na katika kutusaidia kuhakikisha kwamba ili agizo linatimia, Mungu ametupa tools, Mungu ametupa nyenzo mbalimbali, ambazo nyenzo mojawapo ambayo Mungu ametupa Roho wake Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na katika Samaria hata mwisho wa nchi. Kumbe Mungu anataka sisi tuwe mashahidi wake. Kumbe Mungu amekusudia sisi tuwe mashahidi wake. Sababu mojawapo kubwa na ya muhimu kwa nini Mungu ametupa Roho Mtakatifu, Mungu ametupa Roho Mtakatifu ili sisi tuwe mashahidi wake. Mungu ametupa sisi Roho Mtakatifu ili tuwe sababu ya watu wengine kumwamini. Mungu ametupa sisi Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo kubwa ni kutusaidia sisi kuwa wavunaji wa nafsi. Ni kutusaidia sisi kuwafanya wengine wamwamini Yesu. Ni kutusaidia sisi kuwafanya watu wengine wamjue Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ili mtu aweze kuokoka, kuna mchakato lazima aupitie. Ili mtu aweze kuokoka, kuna mchakato lazima aupitie. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 13 na 17. Kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Tena watamuitiaje yeye wasiyemwamini? Tena watamwaminije wasiyemsikia? Tena watamsikiaje pasipo mhubiri? Tena watahubirije
wasipopelekwa. Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao walihubirio habari ya mema. Anasema lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, ni nani aliyeziamini habari zetu? Kwa hiyo tunakuja kuona kuna mchakato wa mtu kuokoka. Kuna mchakato wa mtu kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na huo mchakato tunasema, jambo la kwanza anasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kumbe ili mtu aweze kuokoka ni lazima aliitie jina la Bwana. Ili mtu aweze kuokoka ni lazima aliitie jina la Bwana. Lakini neno la Mungu linasema wataliitiaje? Neno la Mungu linauliza, hapa ni swali, anasema watamuitiaje yeye wasiyemwamini? Na anasema watamwaminije yeye wasiyemsikia? Kumbe ili mtu aokoke lazima aliitie jina la Bwana. Lakini hawezi kuliitia jina la Bwana asiyemwamini, na hawezi kuamini pasipo kusikia, na hawezi kusikia pasipo mhubiri. Kumbe Yesu alijua kwamba ni kweli amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Ni kweli amekuja kutafuta kilichopotea. Ni kweli amekuja kuwafanya watu wengine wamwamini yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini Yesu alijua na alifahamu ya kwamba kuna mchakato. Na mchakato huo ni upi? Kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Lakini wataliitiaje wasipomwamini? Watamwaminije wasipomsikia? Kwa nini ili waamini lazima wasikie? Kwa sababu tunajua imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Lakini anasema watamsikiaje pasipo mhubiri? Mimi ajenda yangu kubwa ni kukufanya wewe unayenisikia, na ni kukuombea wewe unayenisikia, na kukuhamasisha wewe unayenisikia kwamba Mungu amekuita kuwa mhubiri wa Injili. Mungu anataka wewe uwe sababu ya watu wengine kumjua Mungu. Mungu anataka wewe uwe sababu ya watu wengine kumfahamu Mungu. Mungu anataka uwe sababu ya watu wengine kutembea na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema haya ndiyo mapenzi ya Mungu, wakujue Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu uliyemtuma. Kumbe ni mapenzi ya Mungu kuona kwamba watu wanamjua Mungu. Lakini ili waweze kumjua lazima awepo mhubiri ambaye anakwenda kuambia habari njema. Na huyo ndo anatakiwa awe wewe kwenye ofisi yako, kwenye familia yako, kwenye nyumba yako, kwa majirani zako, kwa marafiki zako, kwa ndugu zako, kwenye kila eneo ambalo Mungu amekuweka. Amekuweka kama sababu ya kuwafanya watu wengine wamjue Mungu. Ndio maana Biblia inasema sisi ni chachu. Na neno la Mungu linasema chachu kidogo utachua donge zima. Tunaweza tukawa tunafanya kazi kwenye ofisi, tupo wachache ambao tumeokoka, lakini tukijitambua kama sisi ni chachu, maana yake ni kwamba hata kama tupo wachache tuna uwezo wa kuchachua ofisi nzima wakaokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Sio hivyo tu, tunaweza tukawa tupo kwenye ukoo, hatupo wengi, hatujapata hii neema wengi, kwa sababu tunaokolewa kwa neema, sio kwa sababu ya matendo. Na neno la Mungu linasema mtu awe yote asije akajisifu. Lakini pamoja na kwamba tunaokolewa kwa neema, pamoja na kwamba Mungu anatuokoa na anatupenda watu wote, lakini Mungu ametuchagua wachache. Kwenye ukoo unashangaa kuna baadhi ya watu wameokoka, kuna watu wachache ambao hawajaokoka. Lakini tunapaswa kutambua sisi ambao tumeokoka kwamba huu ni wajibu Mungu ametupa. Sisi ni nuru, sisi ni chachu. Chachu kidogo huchachua donge zima. Kwa hiyo kumbe akiwepo mtu mmoja ambaye ni nuru, ana uwezo wa kuifanya ile nuru yake ikang'aa, watu wote wakamwamini Yesu Kristo, watu wote wakatembea na Yesu, watu wote wakaokolewa. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo Yesu Kristo alikuja kuifanya hapa duniani. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari 39. Na katika mji ule Samaria wengi, katika ule mji wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yangu yote
niliyoyatenda. Yohana 4:39. Na katika mji ule wa Samaria wengi waliamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia. Okay, tunasoma habari ya yule mwanamke ambaye Yesu alikutana naye kisimani. Tunaona ijapokuwa ndo alikuwa ametoka kuonana na Yesu, lakini kwa sababu ndo alikuwa ametoka kuonana na Yesu na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini tunaona yule mwanamke alitimiza wajibu wake ipasavyo. Biblia inasema kwamba Samaria yote iliokolewa kwa sababu ya yule mwanamke ambaye alienda kuwaambia wale watu. Biblia inasema kila aliye na mwana anao ushuhuda. Kila mtu aliyeokoka anacho kitu cha kumwambia mtu mwingine kwa habari ya Yesu. Niko hapa kukukumbusha wajibu ambao Yesu aliuachilia kwetu. Nipo hapa kukukumbusha wajibu ambao Yesu alituagiza tutembee nao na alituagiza tuishi nao. Na huo sio wajibu mwingine zaidi, ni wajibu wa kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Biblia inasema wala hapana wokovu katika mwingine awaye yoyote. Kwa hiyo ninaposema tuhubiri, tunahubiri nini? Tunamhubiri Yesu. Kwa nini tunapaswa kumhubiri Yesu? Maana Yesu peke yake ndiye ambaye amepewa mamlaka na ndiye ambaye ana uwezo wa kutuokoa. Na watu wao wanauliza hili swali, kwa nini ni Yesu peke yake ana uwezo wa kutuokoa? Ni kwa sababu ni Yesu peke yake ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Ni kwa sababu ni Yesu peke yake ambaye alikubali kuacha kila kitu mbinguni ili afe kwa ajili ya maisha yetu. Ni kwa sababu ni Yesu peke yake ambaye alikubali kupoteza kila kitu kwa miaka aliyoishi hapa duniani. Alipoteza uungu aliokuwa nao. Japo alikuwa Mungu kwa 100% na alikuwa mwanadamu kwa 100%, lakini ni Yesu peke yake. Na ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema hapana jina jingine tulilopewa wanadamu tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Kwa nini tunapaswa tuhubiri kwa habari ya Yesu? Ni kwa sababu Yesu peke yake ndiyo njia, kweli na uzima. Yohana Mtakatifu sura 14 mstari wa 6, neno la Mungu linasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu hawezi kwenda kwa Mungu isipokuwa kupitia njia ya Yesu. Kwa hiyo tunatakiwa tuwahubirie watu habari njema, habari za Yesu, kwa sababu Yesu peke yake ndiyo njia, ndiyo kweli na ndiyo uzima. Lakini pia kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Tunatakiwa tuwahubirie watu habari njema kwa sababu mpatanishi kati ya Mungu pamoja na wanadamu ni mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ni habari njema. Tunavyosema Injili maana yake ni good news. Habari njema. Kwa hiyo habari njema ambayo wewe umeipokea, Mungu ameruhusu wewe uipokee ili na wewe uweze kuwa mjumbe wa habari njema. Kwa sisi wote tumeitwa kuwa wajumbe wa habari njema. Sisi wote tumeitwa kuwa nuru ambayo nuru inang'aa gizani wala giza haiwezi kulishinda. Sisi wote tumeitwa kuwa chumvi, inasaidia kuongeza ladha kwenye chakula. Kumbe sisi tunatakiwa tuongeze ladha mahali ambapo sisi tupo. Watu waone ladha, watu waone sababu ya kuwa na Yesu. Chumvi ni njia mojawapo ya tunatumia kwenye food preservation. Inahifadhi. Pamoja na kwamba dunia imeharibika, lakini tuna wajibu wa kuihifadhi dunia kama chumvi. Tuwe sababu ya wengine kumjua Mungu. Tuwe sababu ya dunia kuto kuwa mahali pabaya pa watu kuishi. Lakini chumvi inafanya kitu gani pia? Chumvi inaongeza kiu. Kumbe tuna wajibu wa kupitia sisi watu wengine kiu ya kumjua Mungu inapaswa kuonekana. Biblia inasema wayaone matendo yenu yaliyo mema na wamtukuze Mungu. Tumeitwa wote sisi kuwa wajumbe wa habari njema. Nitakupa haraka sababu kadhaa kwa nini tunapaswa tuvune nafsi. Lakini kabla sijaenda huko, nimepitia utafiti mmoja ambao umefanywa na shirika moja la Kikristo ambao unaonyesha kwamba kuna watu milioni 57 na laki 9 kila mwaka ambao wanakufa, ambao hiyo ni sawasawa na watu 66,000 kila mwaka ambao wanakufa kabla ya kufikiwa na Injili. Kwa nini nimeyasema haya? Ninayasema haya ili kukuongezea shauku, ni kukuongezea kiu na kukuongezea
na kukuongezea sababu ya wewe kutamani na kupenda kuwa mhubiri wa Injili. Kila aliyeokoka anacho cha kushuhudia. Kila aliyeokoka analo la kuwaambia. Nimewasomea pale nyuma habari ya yule Msamaria. Yule Msamaria aliwaambia watu yale yale ambayo Yesu amemwambia. Nini kilitokea baada ya kuwaambia wale watu? Tunaona kabisa mji mzima wa Samaria uliokolewa. Hii ni habari njema kwako hata wewe ambaye umeokoka. Wengine wana miaka 10 kwenye wokovu, wengine wana miaka 20 kwenye wokovu. Mimi niko hapa kukutia moyo. Haijalishi umeokoka muda gani, kupitia hicho ambacho umekipokea, kupitia wokovu ambao umeupokea, unapaswa kuwa mjumbe wa Agano Jipya. Unapaswa kuwa mjumbe wa habari njema. Waambie watu kuhusu Yesu. Waambie watu kuhusu mamlaka ya Yesu. Waambie watu namna ambavyo jina la Yesu lina nguvu. Waambie watu namna ambavyo tumeoshwa na tumetakaswa kwa damu ya Yesu. Waambie watu yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya kabla hujaokoka, lakini ulipookoka nini kimetokea kwenye maisha yako. Waambie watu lile badiliko ambalo umelipokea kwenye tabia zako. Waambie watu. Kuna watu wanaogopa, wanasema nikiwaambia watu vipi wasipookoka? Anayeokoa ni Mungu. Kazi ya kuokoa ni Mungu. Wajibu wako wewe ni kuwaambia ndugu zako. Wajibu wako wewe ni kuwaambia watoto wako. Wajibu wako wewe ni kuwaambia wale watu ambao tunawapenda. Kwa nini? Kwa sababu wale tunaowapenda tunatamani siku moja tuingie nao mbinguni. Wale tunaowapenda tunatamani siku moja tuingie nao kwenye raha ya milele. Kwa sababu ukweli ni kwamba maisha ya mwanadamu hayaishi mwanadamu anapokufa. Kuna maisha yanaendelea. Na maisha yale yanayoendelea, maamuzi ya kwamba utakuwa wapi baada ya kufa yanategemea maamuzi ambayo umeyafanya ukiwa huko duniani. Ndio maana ninawaambia watu mara nyingi, hakuna namna ambapo tutaacha kuwahubiria ndugu zetu, tutaacha kuwahubiria watoto wetu, tutaacha kuwahubiria waume zetu na wake zetu habari njema, alafu tukategemea kwamba baada ya kufa tutafanya maombi kwa ajili yao, eti maombi yanaweza akawaokoa. Maombi yanaweza kuwaokoa ni maombi ya kuombea mioyo yao migumu wakiwa wako hai, ili mioyo yao ilainike, ili mioyo yao iwe tayari kumpokea Yesu, ili mioyo yao iwe tayari kumwamini Yesu. Na baada ya kumwamini na kumpokea Yesu, inaweza ikawa ni rahisi sana wao kwenda kwenye uzima wa milele. Lakini maombi yoyote atakayofanyika mtu akiwa ashakuwa amekufa, haiwezekani mtu ambaye amemkataa Yesu akiwa hai tukategemea kwamba eti akiwa amekufa maisha yake yanaweza akabadilika. Ninakumbuka kwenye Biblia habari moja ya tajiri pamoja na Lazaro. Neno la Mungu linasema ya kwamba kulikuwa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa tajiri. Yeye aliishi maisha ya uovu, yeye aliishi maisha ya anasa, yeye aliishi maisha yasiyompendeza Mungu, na alipokufa akaangukia upande wa Jehanamu. Lakini kulikuwa kuna mtu mwingine alikuwa anaitwa Lazaro. Yeye alikuwa anakula makombo. Yule tajiri hakwenda Jehanamu kwa sababu alikuwa ni tajiri. Alikwenda Jehanamu kwa sababu alikuwa hajamwamini Yesu. Na huyo alikuwa anaitwa Lazaro hakwenda mbinguni, kwa sababu mwisho wa siku tunamuona Lazaro akienda Yerusalemu, akienda kupumzika kwenye kifua cha Ibrahim. Lakini Lazaro hakufa na kwenda mbinguni kwa sababu alikuwa maskini. Lazaro hakufa na kwenda mbinguni kwa sababu alikuwa anakula makombo. Lazaro alikufa na kwenda mbinguni kwa sababu alimwamini Yesu Kristo. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba uwe tajiri uwe maskini, ili uweze kwenda mbinguni ni lazima umwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mbingu sio kwa ajili ya maskini, mbingu sio kwa ajili ya matajiri, mbingu ni kwa ajili ya wale ambao wamempokea Yesu. Na neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Aliwapa uwezo. Lazima uokoke, lazima uzaliwe mara ya pili. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa anaitwa Nikodemu. Alimuuliza Yesu akasema, Yesu, nifanye nini niweze kuingia mbinguni? Yesu akamwambia ni lazima uzaliwe mara ya pili. Kumbe kama tunawapenda ndugu zetu, tuwaambie habari njema. Wasipookoka sio kazi yetu. Lakini wakati ambapo unajazwa hofu, wakati ambapo unajaza na mashaka kwamba vipi nikimwambia huyu mtu alafu akakataa, hapo lazima ujiulize, vipi nikimwambia huyu mtu alafu akaamini? Nataka nikuambie mpendwa mtazamaji, kuna watu ambao wamekufa katika dhambi kutokana na maandiko. Wanatamani wangerudi duniani wawaambie ndugu zao habari za Yesu. Kwenye hiyo habari ya tajiri pamoja na Lazaro, tunaona siku moja tajiri aliangalia juu, akamuona Lazaro
akiwa yupo kwenye kifua cha Ibrahimu. Alipokuwa amemwona Lazaro yupo kwenye kifua cha Ibrahimu, tunamuona tajiri anazungumza maneno magumu sana. Anamwambia Mungu, anamwambia Ibrahimu, mtume basi Lazaro aende duniani akawaambie watu. Ndugu zangu, sio hiyo tu, anasema basi tuma hata malaika. Lakini tunaona majibu ya Ibrahimu. Ibrahimu anasema duniani wanao akina Musa na watumishi wengine ambao mmoja wapo ni wewe unayenisikia. Anasema wasipowasikia wao, hata aende nani hawawezi kuwasikia. Huko mahali hapo umesikia jambo hili hapa, na umesikia hii injili, na hujampa Yesu Kristo maisha yako. Yesu sio Bwana wala sio Mwokozi wa maisha yako, na unahitaji kumpa Yesu maisha yako. Nifuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimeamini kwa moyo wangu na ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba wewe ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Karibu ndani yangu, ufanye makao. Nipake mafuta ya Roho Mtakatifu. Nipe neema na mimi ya kukutumikia na kukuzalia matunda, katika jina la Yesu. Amen.